Mwananchi yoyote ambaye ana amana, kwa maana ya kwamba ana deposit katika benki au taasisi yote ya fedha iliyo na leseni ya Benki Kuu ya Tanzania, huyo ni mteja wetu, kwa maana kwamba amana yake inalindwa na Bodi ya Bima ya Amana. Na pengine nitumie nafasi hii pia kufafanua tofauti iliyopo kati ya bima ya amana na bima zile ambazo watu wamezoea. Tumezoea kusikia bima ya magari, bima ya moto, bima ya majanga mbalimbali. Ilivyo ni kwamba katika utaratibu wa bima nyingine za kawaida ni kwamba muhusika, yani yule mteja, analipa kiwango fulani cha bima ambayo tunaita premium. Lakini kwenye bima ya aina hii hakuna ulipaji huo. Wewe unanufaika na bima pale benki yako inaanguka, fedha zako zinalindwa na Bodi ya Bima ya Amana, utalipwa fidia bila kulipa premium yoyote. Premium inalipwa na benki au taasisi ya fedha husika. Kuna utaratibu wa kisheria umewekwa ambapo kila benki inalipa kwenye Bodi ya Bima ya Amana kila mwaka asilimia 0.15 ya kiwango cha amana ambazo imekusanya kwa mwaka uliotangulia. Serikali imeweka utaratibu huo mzuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na imani na sekta ya fedha nchini, na kwa kufanya hivyo wanakosa ule wasiwasi, wanakuwa na uhakika kwamba wakiwekeza au wakiweka pesa zao, wakiweka amana zao benki, basi ziko salama. Kukiwa na changamoto yoyote ile, hawatakuwa na wasiwasi wote, wataendelea na shughuli zao kwa sababu wanajua hatimaye wanakuja kulipa pesa zao. Lakini kwa kufanya hivi tunachangia uimara wa sekta ya fedha nchini, stability of the financial system. Sasa hivi Bodi ya Bima ya Amana inaendesha shughuli zake kupitia ile sheria mwaka 2006, ilianzishwa na sheria 1991. Sasa hivi shughuli zetu zinaendeshwa na sheria mwaka 2006 baada ya mapitio ile sheria. Sasa kama nilivyosema awali, majukumu yetu kwa kiasi kikubwa kwa jumla wake ni kukinga amana za wateja. Lakini jukumu nyingine kubwa la msingi, ili tuweze kufanya hilo jukumu la kukinga hizo amana kwa maana kulipa fidia, ni kusimamia mfuko. Kama nilivyosema, serikali ilitoa kiwango fulani cha fedha ambacho tumekuwa tukiwekeza, lakini kwa hiyo kuna mfuko maalum ambao tumekuwa tukiusimamia na tumekuwa tukiwekeza.